Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia TV47 habari. Wapo ndo mwanzo unaungana nasi. Tayari tumeingia katika sehemu yetu ya pili ya taarifa hizi za TV47 habari, ambako mtazamaji, Jumatatu ya leo tunaangazia mustakabali wa taifa, tukiangazia siasa za wikendi yaliyotukia na iwapo taifa la Kenya linaelekea katika mkondo ulio salama na unaostahili kisiasa. Studioni katika kutusaidia kuchanganua masuala hayo ni mchanganuzi wa sera na vilevile mchanganuzi wa masuala ya uongozi Alenga Torostad, na vilevile tutakuwa tunaungana naye Morris Thuku ambaye ni mwakilishi wadi Kiru huko Murang'a. Nawe mtazamaji utakuwa unapata nafasi kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuko live kwenye mtandao wetu wa Facebook, kwenye YouTube pia tuko live, na hali kadhalika laini zetu za simu tutakuwa tunaziweka wazi. Baada ya muda usiokuwa mrefu utakuwa ukitoa mchango wako na maoni yako. Na bila kupoteza muda, sasa nirejeshe hapa studioni. Karibu sana Bwana Alenga studioni, muda mrefu sana sijakuona. Naam kabisa, nashukuru kwa mwaliko huu na pia kukuona wewe kwa muda mrefu. Naam. Sasa tunaangazia mustakabali wa taifa hususan kisiasa, tukiangazia ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba mkondo tunaochukua kisiasa ni mkondo ulio sawa, uliodhabiti na ambao utatufikisha mwaka uchaguzi ambao ni mwaka ujao, tukiwa na zile mbwembo ambazo kawaida tumezoea kuziona katika miaka ya uchaguzi? Kenya ilipo sasa hivi ukilinganisha na mataifa mengine labda katika eneo letu la Afrika ya Mashariki na haswa hata katika Afrika nzima, tumefika mahala ambapo labda watu wengi ama mataifa mengi yanatutazamia kama wale walio na demokrasia iliyokuwa, wale ambao wana hasira, wale ambao wanajielewa. Lakini sasa tunapokuja nyumbani kujiangalia sisi wenyewe kwa macho kwa macho, tunaona kwamba kidogo bado tunasita nyuma, kidogo bado hatuja fanya siasa zetu zikawa zile siasa za sera ama siasa za maelezo ama malengo mwafaka ambayo yananuia labda kuendeleza demokrasia ama kukuza demokrasia kwa vile. Basi labda unavyoona tu kila siku, wewe ni mwanahabari, unakwenda kule unawaona wakitupiana maneno, unawaona wakijibizana. Nafikiri kwa taifa kama letu hatungetarajia hayo yanajiri, bali tungetarajia serikali iliyo katika mamlaka iwe inafanya mambo yake, na wale walio katika upinzani ama wale ambao hawako katika serikali wawe wanajihusisha katika kukosoa serikali, kukosoa kwa misingi ile ambayo kwa kimombo wanasema evidence based, wala sio tu kuzungumza. Kukawa na vitengo labda ambavyo wanasimamia wao ambavyo vinaweza kufanya utafiti, wakatupa taswira mbadala ya kitu fulani kama vile bajeti, kama vile miradi na mambo kama hayo. Lakini hatujafikia hapo. Weekendi tumeona siasa zikipigwa, zikirindimwa na baadhi ya wanasiasa mrengo wa vuguvugu la Linda Mwananchi. Vile vile tumeona upande wa serikali ukivuta ngozi upande wake, upinzani pia vile vile. Siasa hizi ambazo zinaendeshwa sasa, Alenga, unadhani kwamba ni siasa ambazo zinashughulikia masuala ya wananchi, au ni siasa ambazo ni maandalizi ya mwaka 2027, kila mwanasiasa, kila mrengo ukihakikisha kwamba umejipa kipaumbele ifikiapo mwaka wa 2027? Nafikiri hilo swali ni la muhimu sana kwa ajili ya mtazamaji ambaye yuko kule nyumbani. Naam. Maanake Wakenya wengi kutoka matabaka mbalimbali wanaimani kwamba wanasiasa wanaweza kusuluhisha masuala ambayo tunayo katika jamii. Wanatizama wakiona kwamba labda tukimbadilisha mafulani tukamweka mwingine mambo yetu yatakuwa sawa. Hii hali wananchi wa kawaida huwa nayo kila uchao. Lakini wanapofika wakati ambapo wanakwenda kuwachagua viongozi, unapata kwamba wananchi hawa wenyewe kidogo wanajirudisha nyuma. Manake wale ambao labda wangestahili kupigiwa kura sio wale ambao huchaguliwa, na wale ambao huchaguliwa ni wale ambao wameweza kununua ile kura, kwa lugha tu ya kurahisisha mambo. Wamenunua kura, wametoa pesa zao, na basi wanakuwa viongozi. Hivi basi tukirejea katika swala zima ambalo uliuliza, je, siasa hizi zinanuia kumnufaisha mwananchi wa kawaida
ama ni siasa tu za kujipigia wenyewe ili wakaweza kupata ile fursa ya kupata kile wanachotaka. Siasa hizi hazina mwananchi katika taswira yake kabisa. Manake mwananchi wa kawaida matakwa yake ni elimu kwa watoto wake, elimu ambayo inapatikana kwa urahisi na pia si ghali. Mwananchi anataka matibabu, anapokwenda kule kwenye mazahanati hapa na pale apate kuna dawa, kuna vipimo kamili na kila kitu kinakwenda shwari. Mwananchi anataka usafiri wa rahisi ambao basi bei ya bidhaa kama bidhaa za mafuta iko chini, mwananchi anaweza kujimudu. Mambo haya yote ukiangalia katika uchumi wetu hayajabainika kama ndio yanaweza kutatuliwa, lakini ukiangalia hawa wanasiasa wanapozungumza hawazungumzii hayo. Manake wanajua wakiyazungumzia hayo basi mwananchi atakumbuka kile walichosema. Mbadala basi tunapelekwa kwa siasa za huyu mwafulani ni pumbavu, huyu ni mjinga, huyu ni vile. Basi katika hizo siasa za matusi na kutusiana na kuonyesha ubabe katika zile stage ambazo wanazifanya pale, mwananchi wa kawaida anapokwenda nyumbani baada ya kuwasikiza hawa viongozi wakirindima, wakisema wanavyosema, yeye hana chochote anachoweza kusema kwamba nilifaidika hivi. Basi nafikiri mwito zaidi lazima utoke kwa mwananchi wa kawaida, kumwelekeza mwanasiasa ajue haya ndio nataka uzungumzie, haya ndio nataka uyagusie, hayo ya kwako na vita vyako na mwenzako usiniletee mimi, lakini unisuluhishie haya ninayotaka. Lakini nani anashangilia yale matusi ya kitupa pale jukwani? Ni mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida. Basi mwanasiasa anaona kwamba niliwatumbuiza vizuri, wakiniita tena hivyo hivyo. Asante sana Bwana Alenga kwa kauli hiyo. Bila shaka ni mchanganuzi wa sera, vile vile mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Unazidi kufuatilia TV47 habari. Mustakabali wa taifa ndio mada yetu hii leo, tukichanganua na kupambanua siasa za hapa nchini zikiwa zimesalia miezi michache tu kabla ya kuingia mwaka wa uchaguzi, mwaka ambao bila shaka unatarajia kushuhudia mengi tu. Na hapa studioni tunazidi kuangazia hayo na mengine mengi. Nilivyokuarifu ni kwamba tutakuwa naye mwakilishi wadi Kiru kutoka kaunti ya Murang'a, Morris Othuku. Karibu sana mheshimiwa studioni, ameungana nasi. Karibu. Kidogo ulipata kama tumeng'oa nanga, lakini si neno. Wanasema ni heri tu kufika hata ingawa ni kwa kuchelewa. Karibu sana Morris studioni. Tunaangazia mustakabali wa taifa na jinsi ambavyo siasa zinarindimwa kila kunapokucha kutoka kwa wanasiasa, ukiwa mmoja wao, mwakilishi wa wadi sio huko Kiru. Mikutano ya kisiasa tuliyoiona wikendi hii labda inaashiria nini kuhusu siasa za taifa? Asante sana. Kwanza ningeomba msamaha kwa kuchelewa kidogo. Barabara ziko busy kidogo, lakini mwishowe nimeweza kufika. Jina langu ni Morris Thuku. Nimechaguliwa wadi inaitwa Kiru, Murang'a County, na mimi ni kiranja wa wengi katika bunge la Murang'a County Assembly. Katika mada leo tumeona mikutano tofauti ikifanyika nchini. Tumeona wale vijana wa Linda Mwananchi walikuwa Thika, tunaweza sema walikuwa Mlimani. Tumeona DCP, United Opposition, walikuwa pande ya magharibi, na pia tumeona chama tawala pia walikuwa na mkutano. Ningetaka kuanza pengine kwa kuchambua kila kikundi ili pengine tuone mwelekeo gani wanachukua kisiasa na pengine wanatokea wapi. Niliweza kutazama kwa karibu vuguvugu la Linda Mwananchi pale Thika, na jambo nililoliona kwa naweza sema lilikuwa unique ama tofauti na wale wengine. Mkutano wao vijana walikuwa wengi sana, 90% wenye walihudhuria mkutano walikuwa vijana, na kulingana na mimi inaachilia kwamba wale tunaita Gen Z ni kama wanavutiwa sana na ule mlengo wa Linda Mwananchi, na ukiangalia vile mkutano yao ilikuwa inaachilia kwamba pengine
kisiasa lile kundi la vijana pengine hawakuwa hakuna mwanasiasa tungesema alikuwa ameweza kuwakamata. Naweza sema Linda Mwananchi ni kama wameweza kushika the young generation. Tukienda upande wa magharibi tuliona cheche za maneno. Niliona rais mwenyewe akiongea. Kulingana na mimi, maneno ingine yenye pengine rais anaongea sidhani inafaa zaidi. Naweza kosa kukuwa na hadhi ya kutosha pengine ya kumadvise, lakini maneno zingine tunaona akirusha kwenye vyombo vya habari inaleta joto sana katika kisiasa, na akiongea hivyo tunaona ule upande mwingine pia wanaongeza kuni katika yale maneno wanataka kumjibu. Na going forward tunaomba ya kwamba pengine lile joto la kisiasa, maanake tuko na zaidi ya mwaka mmoja kabla uchaguzi ukue, na ningeomba pengine tupunguze joto ili at least nchi iweze kusonga mbele. Na pia ni vizuri pia niguze jambo lingine pengine lijitokeza ambapo pengine linaguza kisiasa. Tumeona kwenye vyombo vya habari leo ya kwamba mambo ya ID cards zenye zimeweza kuonekana, watu wa nchi zingine wameweza kupewa vitambulisho, na inaachilia kwamba pengine serikali ama the ruling party ni kama hawana imani ya kwamba wataweza kushinda. Na mimi juu siko upande huo sana, nimepata kuamini ya kwamba hii serikali mwaka ujao hawataweza kutoboa. Na ndio maana umeona wameweza kuenda any length kuhakikisha kwamba Wasomali, wa Ethiopia wameweza kupewa vitambulisho. Na ni mambo ambayo inatuweka uoga sana kama nchi, manake kidiplomasia Wakenya tutakuwa na shida sana mpaka document zetu za kama passport, kama vitambulisho, wenye wanaenda nchi za ng'ambo zitaweza kusumbuliwa sana. Na Bwana Alenga, kuonekana kwa Gavana Kang'ata katika jukwaa ambalo limehusishwa na upinzani, labda kunaweza kutafsiriwa vipi wakati ambapo tumebakisha miezi michache kuingia mwaka wa uchaguzi? Nafikiri taswira ambayo inajitokeza wazi kabisa ni kwamba Gavana Kang'ata anajaribu kuweza kucheza siasa ambazo zinayumbishwa na hisia za eneo anakotoka. Kwamba yeye anahisi kama mtu kwamba sasa hivi labda eneo anakotoka wana uhasama na serikali katika mamlaka, basi yeye huenda akawa kati ya wale ambao labda kwa kusimama na serikali hiyo ama kuwania katika tiketi ya chama hicho ambacho kiko mamlakani cha UDA, huenda ikamgharimu kiti chake. Basi ni kuweza tu kujisitiri kwa watu, jinsi labda vile kunavyoonekana watu wakiyumba kuelekea mwelekeo fulani. Lakini kama ni jambo ambalo ni la kusimama kwa muda mrefu hadi tutakapo kwenda katika uchaguzi, ni swala ambalo labda tutatizama tu kuona huku kuondoka kwake kuna kwenda vipi. Lakini hapa kwetu najua kunavyokwenda, kila mtu ana makosa, ni kusubiri tu uwe katika mrengo usofaa na basi mambo yako yataanza kuonekana. So, hivyo basi kwa siku chache zinazokuja huenda ukaona vipindi sasa pale Murang'a, kama kawaida tu ilivyo siasa yetu, utaweza kuona labda mashtaka fulani, stakabadhi zikiendewa pale, vikundi vya DCI vikifika pale, mambo mengi tu. Nafikiri kama yeye ni mhakika kwamba ako sawa, pia atayashinda. Lakini hayo ndio baada ya kufanya ule uamuzi, nafikiri kama ilivyo ada hapa kwetu lazima ajitayarishe. Naam. Labda nisikie kutoka kwako Morris, kwa sababu wewe ndio mtu wa ground. Kuna tafsiriwa vipi kuonekana kwa gavana katika jukwaa ambalo linahusishwa na upinzani? Inatuma ujumbe gani?
Well, kwa hakika tulishangaa sana kuona Kang'ata jana kwenye vuguvugu la Linda Mwananchi. Lakini kisiasa naweza sema kama vile mwenzangu amesema, anajaribu kujialign na pengine siasa za kwenye anatoka, na ningetaka kusema ya kwamba kwenye mlima chama tawala hakina umaarufu sana. Na naona ya kwamba Gavana Kang'ata ni kama njia ametafuta ya kuondokea kwenye chama tawala. Ya pili pia tumeweza kuona lile vuguvugu la Linda Mwananchi, wale viongozi wenye wako kwa hiyo chama walikuwa na wao katika ule uongozi wa university. Zile miaka niliona Gavana Olengo akisema walikuwa na yeye, nimeona kina Kibagedi na wengineo wengi. Kwa hivyo ni kama Gavana Kang'ata ako nyumbani. Kama atakaa mpaka mwisho ni swali tunalojiuliza, lakini kulingana na mimi naona ni kama alikuwa ameenda kuwa support, na kuna uwezekano pia Linda Mwananchi wafanye ile tunaita collaboration ama ile MOU na United Opposition. Niliona akitoa mwito jana ya kwamba watafute ule kiongozi wa mlima ule Rigathi Gachagua. Niliona jana katika speech yake akisema, akiwaomba watafute chama cha DCP wafanye yale malithiano, waone vile wataenda pamoja. Lakini kulingana na mimi naona kama ni mwelekeo mzuri na ni pigo kubwa kwa chama tawala. Na unajua kwamba Kang'ata kama gavana mwenyewe hata akuje na chama gani, pengine akikuja na UDA mimi naona kama itakuwa shida sana, lakini akuja na chama kingine chochote naona kama anaweza kuchaguliwa tena kama gavana wa Murang'a. Kumaanisha kwamba ako na wafuasi wengi na ako na ushawishi mwingi katika Murang'a County, na kama serikali sijui watafanya nini kuziba hilo pengo. Na pengine tumeona wakati Gavana Kang'ata alianza kuongea ni kama anaondoka, kuna huyu CS ama waziri wa ardhi Alice Wahome, tumeweza kuona ameanza kujitokeza na kusema ya kwamba atawania kiti cha ugavana. Pengine ilikuwa strategy ya serikali kujaribu kuona vile ile pengo wataijaza namna gani. Lakini nashuku pengine viatu za Kang'ata ni kubwa, sijui ni nani atazijaza. Hapakosi mtu. Tuangazie swala la wahuni. Hili ni la kwako Alenga, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia katika siku za hivi karibuni hata wanafunzi ambao walikuwa wamekwenda katika tamasha ya muziki wanaelekea shuleni baada ya tamasha hiyo, lakini unapata kwamba wamevamiwa. Akina nani? Wahuni. Unapata wengine wameenda katika mikutano ya kisiasa wamevamiwa na wahuni ambao wanaonekana hata kwenye kanda za CCTV mchana waziwazi, lakini tunapata kwamba ni kitu ambacho kinajirudia. Ina maana kwamba taifa hili limekuwa ni taifa la uhuni? Lazima tuangalie kwa pande mbili. Mwanzo kabisa, jambo hili linadhihirisha kwamba vijana wengi hawajipi heshima kwao wenyewe kama wanadamu. Manake unapotoka kwenda kuwa muhuni, kuna mambo mawili. Huenda utarejea kwako ama utakosa kurejea. Manake pia unaweza kupata wale ambao mnakwenda kuwasumbua pia nao wamejipanga. Basi ina maana kwamba wewe hujajiheshimu kama mtu, ndio maana unalipwa shilingi 500, shilingi 200, 1000 uende ukazue vurugu mahali kwingine. Na kama ingekuwa kwamba wanajiheshimu wenyewe, basi wangewaambia wale wenye kuwakodisha kwamba hawapatikani kwa kazi kama hiyo. Pia labda tuangalie tena, huenda ikawa ni kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Vijana wengi hawana ajira, na hivyo basi panapotokea mwa fulani ambaye anahitaji wakwende mahali wakusanywe vijana 200, wakusanywe vijana 100, watapatikana kwa urahisi. Manake hawana shule ambazo zinawashika
za kujitafutia riziki yao wenyewe. Basi suala hilo labda ni kuelekeza tu kidole cha lawama kwa serikali ambayo haijaweza haswa kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira ama kushirikishwa katika masuala ya utawala katika jamii. Tatu ni kwamba wanasiasa wametumia wahuni kama chombo rahisi ama silaha rahisi ya kuweza kuwapiga wapinzani wao. Na ninaposema wanasiasa, inamaanisha wanasiasa wote, wale ambao wako katika serikali na wale ambao wako katika vyama vya upinzani, wote sawa wanashirikisha wahuni katika shughuli zao. Basi nikimalizia basi suala hilo la wahuni, na naangalia kama ni nani anaweza kutuondoa katika hali ya taifa kuzingirwa na wahuni kutoka kila pande. Ni polisi wetu, na hawa polisi wakati mwingine unapata kwamba wanalipwa kabla ya hawa wahuni kuweza kwenda mahali, na wanapotoa rabsha unapata kwamba askari wanawatizama tu. Kama ukiona kanda zilizoonyeshwa za All Saints Cathedral, unaona kweli polisi hawafanyi chochote, na wale jamaa wanaingia wanaondoka vile wanavyotaka, wanapokonya watu simu vile wanavyotaka, lakini polisi wako pale. Basi nafikiri shirika la polisi ndio lina uwezo wa kuweza kusimamisha wahuni hawa. Lakini cha muhimu kabisa, upelelezi uweze kufanywa, wale wanasiasa ambao wanashirikisha wahuni waweze kujipata kizimbani pale wakiwa wamesimama pia wao na wale wahuni wao, hakimu wakingojea kuamua kesi zao. Itakuwaje basi mwanasiasa anawatuma watu, wao wanashikwa, wanapelekwa mahakamani, mwanasiasa bado yuko sawa tu, anazidi kufadhili wengine, anazidi tu kufadhili wengine. Utakapotokea mkutano mwingine atafanya vivyo hivyo. Linashikana na lile jambo ambalo nilikwambia hapo awali. Siasa zetu, japo mataifa mengi yanatuangalia kama waliokomaa katika siasa, sisi wenyewe nyumbani tunaendelea kujidogesha na kufanya vitu vya upuzi kama hivi vya kushirikisha wahuni katika siasa zetu. Basi polisi wachukue hatua, na pia viongozi ambao wanafadhili hizi shughuli wachukuliwe hatua. Hapo ndipo tutaweza kusafisha siasa zetu, ikawa basi yeyote anaingia katika siasa anajua kwamba ameingia katika mchezo ambao una usawa. Morris anasema alenga hapa kwamba kwanza kabisa kinachochangia katika kuibuka kwa uhuni hapa nchini ni vijana kukosa kujiheshimu wao binafsi kama binadamu. Pili, anasema ni ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Labda kwa mtazamo wako kama kiongozi, na hususan kiongozi ambaye unatangamana na vijana katika ngazi ya pale mashinani, unahisi ni kipi ambacho kinachangia katika kuibuka kwa makundi haya ya wahuni ambayo sasa yanatia wasiwasi wananchi hata wanapohudhuria mikutano ya kisiasa? Wakati mwingine hata si mikutano ya kisiasa, ni mikutano tu ya kawaida, lakini unapata kwamba wahuni wanajitokeza, wanawaumiza watu, wengine wanauawa na hata mali kuharibiwa. Kipi ambacho kinachangia? Asante sana. Sijui jina gani la Kiswahili naweza tumia kusema ile tunaita political intolerance. Yani ile kutokubali, wewe ukikosea tunaweza kaa chini tuelewane bila vurugu. Na kama nchi ni jambo linaogopesha sana, manake tukiendelea hivi tutaingia kwa msitu. Nakubaliana na yeye, ukosefu wa ajira ni jambo moja limeongeza sana mambo ya kukuwa na wahuni, na kama nchi ningeweza the buck stops with the presidency. Yani nataka kusema mamlaka yote ya hii nchi iko na rais wa hii nchi. Manake ile mwelekeo angetaka tuendelee nayo, ako na waziri wa usalama, mwenye waziri wa usalama ako na maaskari, au askari wote wako na commanders. Kwa hivyo katika ile value chain ama ile command ya uongozi wa polisi, mimi naona wamekomaa sana, na ni ya kwamba wale viongozi wako pale juu wanaelewa chochote kenye kinafanyika. Na ukiangalia zile tunaita pattern za vurugu zenye zimeweza kutokea, ni kama hawana
hawana heshima tena na hata makanisa. Na sijui ni nani mshauri mkuu wa hii serikali, manake vile tunaendelea ndivyo naona kama wanasukuma wananchi katika ile tunaweza sema kwa kona. Naam. Manake ukiangalia yale yalifanyika katika All Saint Cathedral juzi, tumeweza kuona Jumamosi watoto wakitoka michezo walirushiwa tear gas, na tunashangaa pengine serikali yenye tulichagua kweli wako na haja kwa kweli na wananchi wenye waliwachagua. Na wale viongozi wenye wanachochea wahuni ama wale wanalipa wahuni, kulingana na mimi naona ni kama wale wako kwa serikali na pengine rais hajui, wako na pesa yao, wameweza kuweka yale mamlaka yao, wanatafuta wahuni, wanaambia komanda tunaelekea hapa, usipige risasi. Manake ukiangalia yale maandamano yenye yamekuwa yakiendelea, polisi wanaharakisha sana kuvuruga ama kuskata hiyo mkutano haraka sana. Lakini ukiangalia yale yalifanyika kwenye kanisa, tuliona polisi wanawaangalia tu, na ni jambo lenye kulingana na mimi inaniongeza uzito wa kutochagua hii serikali tena. Na kuhusiana na swala la uchumi, kwa sababu nyote wawili mnakubaliana kwamba ni ule ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ndiko kunakosababisha kuibuka kwa makundi haya ya wahuni. Je, wananchi au hata wanasiasa sasa, akina nyinyi wawakilishi wa wadi, magavana, maseneta, wabunge, ni kipi ambacho mnafanya kama wanasiasa kuhakikisha kwamba hili ambalo wananchi wanalalamikia kila kunapokucha, gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na kule kutozwa kodi zaidi, kunashughulikiwa? Ni nini ambacho wanasiasa wanafanya haswa, au ni kupiga tu siasa za uchaguzi wa mwaka 2027? Kiuchumi naweza sema kuna kaunti zimejaribu sana kuhakikisha ya kwamba yale matakwa ya wananchi ama naweza sema wamejaribu sana kutia bidii kuhakikisha ya kwamba wananchi wale wanatumikia wameweza kuinuka kiuchumi. Kwa mfano? Naweza tumia Murang'a kimfano. Msimu uliopita wa mvua walihakikisha ya kwamba kila mkulima ameweza kupata mbegu zenye tunaita certified seeds za kupanda. Matokeo ya kupatia wakulima mbegu ni kuhakikisha kwamba hakuna kiangazi, manake mazao yenye wakulima watapata yameongezeka. Niende jambo la pili. Tumeweza kuona Murang'a County wako na kile kikundi kinaitwa MYS ama Murang'a Youth Service, ambapo kila miezi 3 wanachukua vijana 1000 wanaingia kwenye mitaa kufagia, na kila siku wanalipwa shilingi 400. Wakimaliza hiyo kazi ya mtaa wanaingia shule kufanya ile tunaita course. Kulingana na mimi hiyo inaongeza value sana kwa vijana, manake kijana akipata ujuzi wakati ataingia kwenye market ataweza kuwa na faida na anaweza kujikimu kimaisha. Lingine pengine naweza ongeza ni ya kwamba ukiangalia mambo ya masomo, kuna counties zimeshikilia mambo ya masomo kwa njia kubwa sana, kibasari, kushikilia wale wasiojiweza na mengineo. Kwenye serikali kuu tunaweza sema wanajaribu, manake hizi pesa zote zenye kaunti inatumia zimetoka kwenye serikali kuu. Lakini pia sijui kama ni matarajio tuko nayo mengi kwenye serikali kuu, ambapo mwananchi wa kawaida anasikia ni kama haifikii vile inafaa. Na ningetaka kutumia mfano wa hizi nyumba zenye zinajengwa. Mimi kama mtu wa ground, mwananchi wa kawaida ni kama hajaweza kuyaona ama hata kuyasikia ama kukuwa na matarajio hizi nyumba zenye zinajengwa zitamsaidia na njia gani. Manake umetoka hapa umeenda
kwa ward yangu kunaitwa Keru, ambapo wale wengi ni wakulima. Umekuja kujenga nyumba za 1,000 bilioni moja kwenye kitongoji, pengine wale watu wenye pengine wanaweza nunua nyumba hata moja hata hakuna. Wananchi pengine wanasikia ya kwamba project zingine serikali kuu inafanya, hawana uhakika vile zitawasaidia, lakini zingine tunaona ni kama wana appreciate. Unakubaliana na hilo Bwana Alenga, kwamba kuna baadhi ya kaunti wanasiasa ambao wamejikakamua kabisa kuhakikisha kwamba wananchi malalamiko yao yanashughulikiwa, au unasema kwamba sasa wanasiasa vichwa vyao vinagonga 2027 pekee? Nafikiri natofautiana pakubwa sana na ndugu yangu. Manake jinsi ambavyo nafikiri wakati mwingi yani akili zetu zimesalia katika katiba nzee ya kitambo ambayo kila kitu kilikuwa kinatokea kwa rais. Rais ndiye alifaa kutuambia jinsi tunavyoweza kuishi, ndiye anaweza kutuambia tabia zetu tukue na menendo gani. Yani rais alikuwa kila mahali. Basi katiba mpya ikaja na ikaweza kudondoa mambo haya na kubakiza tu rais katika nafasi ambayo ni ceremonial, ile ambao tu yani anashikilia taifa kuliwasilisha kwa mataifa mengine na mambo kama hayo. Ikawa imeteremsha kabisa uwezo na uwepo wa serikali katika magatuzi yetu 47, ikiwa inanuia kwamba magatuzi haya yatasaidia kuweza kutoa ama kumaliza umaskini katika pale chini kabisa kwa mwananchi wa kawaida. Magatuzi haya yalivyoanza yaliwezesha tu wachache kuweza kununua magari makubwa, yaliwezesha wachache kufanya contracts pale, yaliwezesha wachache kuweza kununua ardhi na kujenga majumba ambayo labda kwa miaka mingi ambayo walifanyia kazi serikali ama kampuni walizofanya kazi hawakuweza kuyajenga. Lakini mtu anapopatiwa wadhifa wa chief officer miaka miwili, unaona ameshajenga ghorofa ambalo hawezi kulitizama na macho mawili ukalimaliza. Basi ni kama tulidondoa ufisadi kutoka juu tukauleta pale chini. Magatuzi mengi hayajaangalia wananchi wa kawaida pale mashinani, kuona manake wako karibu na wale wananchi, waone kwamba wananchi hao wanahitaji nini. Kukawa na vitu kama CDF ambavyo pia vilikusudia kuweza kupanua maendeleo, miradi ya maendeleo katika nyanja za chini kabisa. Mambo hayo hayajaweza kufanikishwa kwa sababu ufisadi nao uliingilia ndani. Wale wabunge wakaona kama kitita hiki ni cha kujifahidi wao wenyewe. Wanapofanya mradi pale, unapata kwamba yule mwenye kandarasi ni yule mbunge akitumia kampuni tofauti. Basi ni kama kila mahali tunang'ang'ana tuone tutanyang'anya vipi mwananchi wa kawaida. Na mambo haya yakishafanyika, na usisahau kwamba pia wawakilishi wadi katika magatuzi mengi wameweza kufanya sheria ambayo inawapa zile ambazo inaitwa Ward Based Development Fund. Na wengi wao huwezi kuona pesa hiyo ilikwenda wapi. Na basi hawa wote wanapozembea, macho yetu basi yanamwangalia rais. Rais aje ajenge shule kwetu, rais aje atununulie basi la shule, rais aje atutengenezee barabara ya kushikanisha kijiji hiki na kile, rais aje atutengenezee daraja letu pale. Hayo ni mambo ambayo yalikuwa katiba ya kitambo ambapo ungekwenda kumlilia rais. Sasa hivi unaona wabunge walioteuliwa wanajifanya kikosi, wanakwenda State House kumwomba rais awanunulie basi za kugawia mashule yaliyoko kwao. Basi nafikiri ni sisi wenyewe katika uongozi wetu tumekosa kuelewa ni nini mwananchi anahitaji, na ni sisi sote tunashirikishwa, na ni wapi mimi nagusa na mwingine pia akagusa. Hatuwezi kuelekeza macho yote kwa rais. Na pia wanasiasa wetu pia wakati mwingine wana uongo mwingi, na uongo huu unategemea ni wapi
pata mkate wake. Akiwa katika serikali ya UDA, UDA iko sawa, miradi hii iko sawa. Anapoondoka, UDA ni mbaya, huu mradi si mzuri. Tuseme kama kwa mfano mwenzetu alizungumzia mradi wa kujenga nyumba za kuweza kuishi watu ambao labda wana mapato madogo madogo. Nyumba kama unavyojua, si kwamba labda tuseme mwaka huu nyumba zote zitajengwa zikamalizwa. Ni kitu ambacho kimekadiriwa kwa miaka fulani, na kama basi hayo ndio makadirio, na tuangalie kwa kusema ukweli, tuseme kama basi tunanuia kuwa na taifa ambalo lina nyumba ambazo zimejengwa na serikali. Mwaka huu wa 2026 tumejenga ngapi Kenya nzima? Basi iwapo tutaweka miaka mitano tukiendelea na hiyo hesabu kama hiyo, basi baada ya miaka mitano tutakuwa tumefikia lengo hilo la kuona kwamba kila mwananchi ana mahali ambapo anaweza kukodisha nyumba kwa gharama ambayo ni afadhali, ni ya heri. Basi ukiangalia hivyo unaona kwamba kama hivyo ndivyo makusudio yake, mradi huo basi uko sawa na malengo yake hawezi kukamilishwa katika mwaka mmoja. Na lingine pia ni kusema kwamba wanasiasa wengi watasimama jukwani wakwambia hizi nyumba hazipo, hizi nyumba hazimfaidi yeyote, lakini ukienda pale kwenye portal unajaribu kuinunua ile nyumba, haipo, zishachukuliwa. Basi zilichukuliwa na kina nani? Naam. Pengine swali. Naam, unanyongeza? Niko na swali kwake. Maanake nimeona kama anatetea serikali sana. Na swali langu pengine ni bila kuingia sana mambo ya ujenzi wa nyumba. Na anasema ya kwamba ukiingia kwenye poto utapata ya kwamba nyumba zote zimechukuliwa. Mimi na marafiki wangu wote sijasikia hata mmoja mwenye ameweza kusema amepata nyumba. Na ya pili, pengine lile sijaweza kuelewa ni kwamba nafikiri hata yeye anakatwa ile tunaita housing levy. Yeye anakatwa ile kondi ya kujenga nini? Ya kujenga nyumba. Sijui watatumia mbinu gani. Mimi nimekuwa nikikatwa kujenga nyumba, tena ikikuja sasa ni kuniuzia nyumba yenye nimekuwa nikilipa. Zile pesa nimekuwa nikilipa watatoanisha ama itakuwa namna gani? Na kama mwananchi wa kawaida, kama mimi sielewi, mwananchi wa kawaida ako wapi? Pengine anaweza tuguzia kwa kifupi. Nafikiri pia kuelewa kwetu kwa mambo huwa kunatatizika tunapochora jedwali na tunasema kwamba huyu akisema hivi ni wa serikali, huyu akisema hivi si wa serikali. Kama hiyo ndo msingi ambao tunaangalia mambo, basi hatutaweza kujua ukweli. Naam. Hivyo ndio vimesema ni kwamba kuna mambo ya kiukweli tu. Sio lazima wakataze wananchi jambo ambalo wanaona. Kama pale kwetu Vihiga kuna nyumba za affordable housing karibu na Vihiga High School, zimejengwa zikakamilishwa. Estate inaitwa Milimani. Watu wameshazichukua. Lakini zilipokuwa zikijengwa watu walikuwa wanauliza hizi sasa wataishi kina nani? Na hapa ni kwetu, kina nani watazinunua? Hivi leo tunapoishi ardhi inaendelea kuwa ndogo. Naam. Hatutafika wakati ambapo kama kitambo mimi babangu atagawa shamba lake akasema vijana wangu 5 ama 4 wachukue hili shamba, na wale watagawia nani na wale watagawia nani. Basi tutafika mahali ambapo tutakuwa kama uzunguni, kila mtu atakuwa anakodisha nyumba. Na basi hizo nyumba zisipojengwa leo, tukipiga taswira ya miaka 10 kuanzia leo, miaka 20 kuanzia leo, miaka 30 kuanzia leo, tutakuwa wapi? Basi mambo tunapoyaangalia hapa tu tulipo, manake hayatufurahishi pale tulipo, inakuwa ni vigumu kuwa na misingi ambayo ni dhabiti. Na jambo hili tumeliona sana kwa sababu serikali ambazo zimekuja kila wakati zimekuwa na mambo tofauti tofauti. Na labda mwingine anapokuja anasema haya nayatupilia mbali, naanzisha yangu mapya. Alipotoka marehemu Kibaki, labda tu kwa kumalizia, naelezwa kana kwamba muda unatupa kisogo. Alikuwa ameanzisha mfumo wa kulipia wanafunzi wa shule za msingi. Walipoingia William Ruto na Uhuru Kenyatta wakasema hayo hatuyatambui, wakaacha mtindo huo. Basi tuwe katika hali ambapo labda tuangalie ni vipi vizuri ambavyo vinafanyika ambavyo tunaweza kuendeleza kama serikali, pasi kuviweka kwa mafulani na kusema
hii ilikuwa project ya mafulani, basi siitaki. Kabla sijapata kauli ya Morris ya mwisho, labda nisikie kutoka kwa Alenga hata tunapofunga kipindi kuhusiana na upinzani ulio kwa sasa, kwa sababu unajua wakati wa marehemu Raila Amolo Odinga tuliona upinzani ukiwa unashika moto sana. Sijui kama sasa hivi kwa mtazamo wako kama mchambuzi wa masuala ya uongozi, unahisi kwamba upinzani uliopo kwa sasa ni upinzani ulio na nguvu za kutosha au ni upinzani wa kuyumbisha tu taifa? Labda kwa dakika moja. Kwa haraka tu, upinzani uliko saa hizi ni mojawapo wa viungo hafifu katika utawala wetu ama demokrasia yetu. Manake upinzani kila wakati huwa wanafanya utafiti, huwa wanafanya kuchunguza kuona mambo yanaendelea vipi, na wanatoa semi mbadala na zile za serikali, ratiba mbadala na zile za serikali. Hapa kwetu tunapofanya mkutano, labda tumefanya mkutano Thika, tukaenda tukafanya mkutano Bungoma, tukaenda tukafanya mkutano Eldoret, ukiangalia yote 9 ya 10 mwananchi amefaidika nini? Manake sasa hivi upinzani ni kuzungumza tu, lakini lazima tuanze kujiuliza na tufanye benchmarking na mataifa kama Uingereza, kama Marekani. Wanapoenda kwa uchaguzi, wale waliokosa kupata kiti huwa wanakaa kando, wanaanza kufikiria sasa. Kuna zile think tanks ambazo ziko katika vyama. Hapa Kenya kuna ile Political Parties Fund. Pesa hizo zinafaa kufadhili vitu kama think tanks za chama. Kukawa na economic think tank, political think tank. Basi kila wakati taifa linapokumbwa na shida fulani, hawa ndio wanakaa na wanajadiliana, na wanapokuja kuzungumza na wananchi inakuwa evidence based policies ama mazungumzo ambayo yana uhakika. Sio mazungumzo tu ya kubuni majina ya ya matusi. Na kama ilivyo kwa sasa hivi, serikali ya William Ruto inang'ang'ana kufanya mambo fulani, na mambo hayo mengine wanayapata sawa, mengine hawayapati. Ni fursa kubwa sana kwa upinzani basi wasimame na kuonyesha Wakenya tuna mwelekeo mbadala. Tunapoongea Kitengela, tukiondoka wananchi wa Kitengela tumewaachia ujumbe gani? Naam, kauli yako ya mwisho Morris kwa dakika moja. Asante sana. Nikubalishe tu, pengine nirudi kwa wenye nafanyia kazi, manake hao ndio wameniajiri kwa gari yako tu. Ningetaka kuwaambia kwamba yale walituchagulia tunaendelea kutimiza, na ya kwanza ni mambo ya maji. Niliwaahidi ya kwamba mimi kama MCA wao, kila boma litakuwa na maji safi ya kukunywa. Na kwa wakati huu tuko 95%. Na au 5% wenye hawajapata tunajadiliana na wao niweze kuwasaidia vile watapata maji kwenye nyumba zao. Ya pili pia niko na mkataba na factory ya majani chai. Kwenye natoka kuna majani chai na kuna kahawa. Na tunatafuta bini zenye tunaweza anza kutengeneza barabara. Wao wanisaidie na marodi na mimi niwasaidie na zile tunaita graders, compactors na pia maram, ili tuweze kufunga kabisa kufanya vyema. Shukran kwa hilo. Mtazamaji, mimi sina la ziada, ninahitimisha kipindi hiki na mazungumzo haya hapo sasa. Asante sana kwa wote waliofanikisha. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, wageni wangu ni Morris Thuku, mwakilishi wadi Kiru Murang'a, na Alenga ambaye ni mchanganuzi wa uongozi. Kwa heri kwa sasa.